Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management na Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema haiwezi kutokea siku moja wananchi wakamuelewa kiongozi anayesimama kujitetea kuhusu tuhuma ambazo yeye mwenyewe si zake, ili hali chombo cha kusimamia maadili kikiwa kimya. Amesema hata yeye binafsi amewahi kulalamikiwa kwa mambo ambayo yanapingana na ukweli kuhusu umiliki wa vituo vya mafuta ya Lake Oil, na Secretariat ya maadili ambayo inajua ukweli huo imesalia kimya. Akizungumza mbele ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba katika kikao cha viongozi na watendaji wa Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma jijini Dodoma hii leo, Ridhiwani amesema haiwezekani kuwa na serikali ambayo viongozi wake wanalalamikiwa kuhusu masuala ya maadili, huku chombo kilichopewa jukumu hilo la kusimamia maadili ya viongozi kikisalia kimya. Aidha, amesema Secretariat ya maadili imepewa mamlaka ya kuomba taarifa kutoka taasisi zote za uchunguzi ikiwemo TAKUKURU na Jeshi la Polisi pale panapohitajika, na kwamba uwezo huo unapaswa kutumiwa kikamilifu ili kuhakikisha uadilifu wa viongozi unalindwa. Hatuwezi kuwa na serikali ambayo viongozi wanalalamikiwa kwamba ni wapotofu wa maadili na sisi kama chombo cha kusimamia maadili ya viongozi wa umma tumenyamaza kimya. Hili jambo Mheshimiwa Waziri Mkuu nilisema, na naomba niseme tena mbele yako, kwa sababu siku ile nilipokuwa naongea nilikutumia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kama mfano wa viongozi ambao uadilifu wake hauna chenga yoyote. Niliwaambia haiwezekani leo hii Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano anasimama kwenye majukwaa kueleza katika maana ya kujisafisha juu ya umiliki wake wa mabasi ambayo sisi humu ndani tunajua kitaarifa na kitakwimu kwa mabasi haya sio umiliki wake. Lakini sisi kama Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma tumenyamaza kwa sababu hatuoni kama hii ni kazi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka kutumia nafasi hii ya taarifa, na niliwaambia hawa ndugu zangu kwamba haitotokea hata siku moja huko mtaani watu wakamuelewa mtu anayesimama na kusema hiki sio cha kwangu, hiki sio cha kwangu. Na niliwaeleza kwa mfano leo hii hata mimi mwenyewe nashutumiwa juu ya mambo ambayo mimi mwenyewe ninajua kwamba si ya kwangu, na nyinyi humu ndani ambao ndio mmepewa kazi ya kufanya hiyo mnajua kwamba si vya kwangu, lakini mmeamua kunyamaza kwa sababu hamuoni kwamba hilo ni jukumu lenu. Niliwaambia mnayo majukumu kikatiba ya kumuita kiongozi yoyote yule ambaye anatajwa hadharani, anatajwa vifichoni, kuja kueleza juu ya uhalali wa hizo taarifa ambazo zinatolewa. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo kila mtu ana meno, kila mtu anaweza kusema, alafu sisi kama watu ambao tunatakiwa tuyashughulikie hayo tukanyamaza. Lakini niliwakumbusha wajibu wao kwamba Secretariat hii imepewa mwanya wa kuita chombo chochote kuomba taarifa popote, na pale ambapo wanaona kwamba taarifa hizi ili zipatikane kuna wenzetu wengine tunatakiwa tuwaite, ikiwemo vyombo kama PCB, idara zetu ambazo zinafanya uchunguzi, kuziomba hata Jeshi la Polisi. Idara hii kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinaruhusiwa kufanya hivyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulizungumza mengi na ninaamini kabisa kwamba yale tulizozungumza itakuwa ndio msingi mzuri wa mwanzo wa kufanya kazi nzuri ya kwenda kusimamia ili kutoa jawabu katika yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais anayatoa ya kuona kwamba nchi yake inakuwa yenye viongozi waliojaa maadili, lakini pia wale ambao wanakosa maadili kuwaweka pembeni, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu mbele ya hadhara hapa, tume hii ikitoa taarifa ikasema Ridhiwani ananuka rushwa, wakimpelekea Mheshimiwa Rais, opinion au ushauri wa tume hii ni sheria na ni binding kwa Mheshimiwa Rais, na Rais Ridhiwani atakwenda kwa msoga tu. Huo ndio utaratibu. Sasa kama tume hii haitofanya kazi hiyo, tutaendelea kuwa na viongozi ambao wanalalamikiwa, tutaendelea kuwa na viongozi ambao wanaonekana kwamba si waadilifu katika nchi yetu. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.